Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amempigia simu Rais wa Marekani Donald Trump akimtaka kusaidia kuleta amani nchini Ukraine kama alivyofanikisha katika Asia ya Magharibi. Wakati wa mazungumzo hayo, Zelensky alimsifu Trump kwa mafanikio yake katika kuhakikisha kusitishwa kwa mapigano kati ya Israeli na Hamas katika ukanda wa Gaza. Alisema kuwa ikiwa vita vinaweza kusitishwa katika eneo moja lenye migogoro, basi vita inayoendelea nchini Ukraine pia inaweza kumalizwa. Simu hiyo kati ya viongozi hao wawili ilifanyika baada ya Urusi kufanya shambulio kubwa dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku wa kuamkia leo. Kama jibu, majeshi ya Ukraine yalishambulia maeneo ya Urusi katika eneo la Donetsk kwa kutumia mifumo ya roketi iliyotolewa na Marekani. Maafisa wa ulinzi wa Ukraine wamesema kuwa mashambulizi haya yalilenga maeneo yenye wanajeshi na vifaa vya kijeshi vya Urusi kwa lengo la kuvuruga harakati zao na kupunguza uwezo wao wa kufanya mashambulizi zaidi. Silaha zao hizo za HIMARS ni roketi zinazorushwa kutoka ardhini na zimekuwa muhimu sana katika makubaliano ya Ukraine dhidi ya Urusi. Silaha hizo ni za kisasa zaidi, zina usahihi wa hali ya juu na zinaweza kufika mbali zaidi ikilinganishwa na mifumo mingine ya mizinga. Hii inawezesha Ukraine kushambulia kwa mafanikio malango ya Urusi kutoka mbali kwa usalama. Kwa upande mwingine, Urusi inaongeza mashambulizi yake dhidi ya viwanda vya kijeshi vya Ukraine pamoja na miundombinu ya reli na bandari. Ukraine imesema kuwa majeshi ya Moscow yameendelea kuishambulia miundombinu ya nishati, jambo linaloongeza shinikizo kwenye gridi ya umeme ya Ukraine wakati wa kuelekea msimu wa baridi. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuharibu takribani ndege 54 kati ya 78 aina ya Shahid na ndege zingine zisizo na rubani zilizorushwa na Urusi usiku kucha. Takribani mashambulizi ya ndege zisizo na rubani 21 yalirekodiwa katika eneo la Oblasti. Ndege hizo zililenga magari ya kampuni ya nishati na kusababisha moto uliosababisha kifo cha mfanyakazi mmoja na kujeruhi wengine 4 katika mkoa wa Donetsk. Mashambulizi ya usiku yamesababisha vifo vya watu 2. Wakati huo huo, huko Odessa, ndege zisizo na rubani za Urusi ziliharibu vituo vya nishati, majengo 2 ya makazi na hoteli moja. Kwa kuwa Moscow inaendelea na mashambulizi dhidi ya Kiev, Rais Zelensky ameituhumu Urusi kwa kutumia fursa ya dunia kuelekeza macho yake yote kwenye Asia ya Magharibi. Zelensky amesema kuwa Putin anafaidika na hali ambapo viongozi wengi duniani wameelekeza juhudi zao kwenye kuleta amani Mashariki ya Kati. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwaheri kwa sasa.